unajua Simba anaenda katika mchezo huu akiwa na tension kubwa. Tumezungumza mwanzo discuss kuhusiana na mchezo ulikuta ndani ya bara. Huku Yanga anaongoza kuashia hatua robo finali kwamba maneno mengi yanazungumzwa hapa kati. Hususan katika mchezo wa mwanzo. Simba alifanya kila kitu, ball position anaongoza, sijui kufanya attempt alifanya yeye, accuracy pass alifanya yeye, lakini Almasi wao walibakiwa na final decision na kumiliki matokeo. Simba alipewa room, chezeni mpira, Almasi wakamiliki matokeo bao mbili. So far unakuja nyumbani, maneno mengi yamezungumzwa, wengine walikuwa nasema ile ambao ulifanyiwa mtu kama Ateba huenda ile penalty labda 2-1 ikaongeza nguvu katika mchezo huo wa marejeano. Kwa hiyo mimi ambacho nakiona Simba wapange vizuri karata zao. Yani kwamba tunaenda katika mchezo wa hatua ya pili. Sometimes bahati haiwezi kurudia mara mbili. Tunapokuja mchezoni unatengeneza nafasi unabidi kutumia. Tuzungumza makosa makubwa ambayo yaliyafanya Simba kuanguka katika mchezo wa kwanza. Ni namna ambayo walifanya vizuri lakini walikuwa wanaangusha na nyewe kwa nyewe. Sehemu ambayo unaona moja kwa moja kumtoa pasi mzako, mtu anataka kufanya maamuzi yeye binafsi, kwa changamoto. Katika mchezo huu hakikisha zaidi kwamba mnacheza za timu, si ndio? Tumeona Mpanzo katika mchezo wa kwanza aliwaka sana. Shida katika mchezo huu pia wategemei kama aliamka vizuri katika mchezo huu basi na huwa amke vizuri, lakini kwa Kibu Denis sikula kutoa 100. Ukija kwa Jan Chazaua na the same kuja katika mchezo huu Simba anataka kufanya mambo mawili kwa wakati mmoja. Yaani unashambulia lakini pia uzuie, kwa sababu Simba anaweza kashinda hata goli 2 au goli 3, lakini akiruhusu goli moja tayari shinda dosari.